honor my dad, Justin Trudeau. Katika hotuba yake ya kuaga aliyoitoa waziri mkuu wa Canada anayemaliza muda wake Justin Trudeau, alitoa hotuba yenye hisia kali akitafakari juu ya miaka yake 10 madarakani na changamoto zilizolikumba taifa lake. Akiwa na machozi, Trudeau alisisitiza umuhimu wa demokrasia na mshikamano wa kitaifa, akisema huu ni wakati muhimu wa kuamua hatima ya taifa letu. Demokrasia si kitu cha kudhaniwa tu, uhuru si kitu cha kudhaniwa tu, lakini pia Canada si kitu cha kudhaniwa tu. Katika hotuba hiyo ambayo alitoa usiku wa Machi 8 mwaka 2025, Trudeau alitoa dokezo la ukosoaji wa rais wa Marekani Donald Trump, hasa kutokana na hatua yake ya hivi karibuni ya kuweka ushuru mpya kwa bidhaa za Canada, jambo ambalo limezidisha mvutano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Trudeau alikumbusha Marekani kwamba Canada imekuwa mshirika wa karibu na Marekani katika nyakati ngumu, akitaja matukio kama mgogoro wa mateka wa Irani, vita nchini Afghanistan na majanga ya asili kama kimbunga Katrina. Trudeau aliamua kujiuzulu kufuatia changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na migawanyiko ndani ya chama chake, matatizo ya kiuchumi na mfumuko wa bei na mgogoro wa makazi, pamoja na kushuka kwa umaarufu wake kisiasa. Uamuzi wake unafanana na wa baba yake Pierre Trudeau, ambaye pia alijiuzulu chini ya shinikizo la kisiasa miaka kadhaa iliyopita. Mark Carney aliwahi kuwa gavana wa Benki ya Canada na Benki ya England, amechaguliwa kuwa kiongozi mpya wa chama cha Liberal na anatarajiwa kuchukua nafasi ya Justin Trudeau kama waziri mkuu wa Canada. Katika hotuba yake ya kukubali uongozi, Carney alizungumzia uhusiano wenye mvutano na Marekani, akikosoa vikali hatua za Trump za hivi karibuni kuhusu ushuru na kauli za vitisho vya kunyakua ardhi ya Canada. Alisisitiza kuwa hatua hizo zinatishia uhuru na maisha wa Canada na akahimiza mshikamano wa kitaifa katika kukabiliana na changamoto hizo. Uongozi wa Carney unaleta mabadiliko makubwa katika siasa za Canada, kwani anakuwa mtu wa kwanza kushika wadhifa huo bila kuwa na uzoefu wa bunge au nafasi ya kuchaguliwa. Utaalamu wake wa kifedha na uongozi wake wakati wa migogoro ya kiuchumi ulimwenguni umempa umaarufu mkubwa, huko akiwa tayari kushughulikia changamoto za kiuchumi na kisiasa zinazoikabili Canada, wakati akisimama imara zaidi dhidi ya shinikizo kutoka Marekani. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo. Sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mtungi kwa pesa hili? Mchana wa siku hiyo tarehe 8 Machi mwaka 2025, kamati ya uendeshaji ya ligi kuu inawaka ndio unacheza na gesi. Basi nipeleke na mimi nikachukue shoga yangu. Haya maharage nusu saa nyingi na meiva kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo ya hapo juu, ufuatao ni msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. Kwanza, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA. Kubaliana kutoshiriki mchezo